na hii ni safari ambayo tumeanza. Ni YouTube. Thank you so much. YouTube, thank you so much. We hela hizi. Teacher Sauti Asifa, la clave del éxito. Sauti Asifa, con Sauti Asifa, el futuro es mío. Sauti Asifa. Karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa, chaneli ya Teacher Sauti Asifa kwa mara nyingine. Kama ulivyotoka kuona hapo awali, nimekuonesha pesa ambazo zimetoka Marekani na nimezipata hadi kufika hapa Tanzania kupitia YouTube tu. Nimekuja nimependeza vizuri kabisa, nimevaa shati la YouTube. Kama mnavyoona shati limeandikwa YouTube Teacher Sauti Asifa. Hii ni kwa sababu tu ya kuonesha kwamba YouTube kweli inalipa na watu wanajenga majumba, watu wananunua magari, watu wanapata pesa nyingi sana kupitia YouTube channel tu ambayo unaidharau wewe, isipokuwa unajua vitu fulani vya kuvifanya katika channel yako. Sasa nimekuja na mambo manne ambayo yatakusaidia. Mambo haya manne yatakusaidia vizuri kabisa kuongoza channel yako ya YouTube na kupata pesa kama nilivyopata mimi, teacher wako. So kuna mambo manne hapa ambayo niliyapanga kwenye daftari ili niweze kukufundisha vizuri kabisa. Kitu cha kwanza kabisa, napenda kuwashukuru sana, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo tutaendelea kuvifanya hapa Teacher Sauti Asifa. Hakikisha tu unaniambia hapo kwenye comment nini ambacho unakihitaji, mimi nitakuwa nikikifanya vizuri kabisa kupitia channel yangu ya YouTube. Lakini kwa hivi sasa napenda kuambia kwamba usiondoke kwenye video, kwa sababu hapo mwishoni nitakwambia kwamba niliwezaje kupata pesa kutokea Marekani, hasa kupitia jukwaa la YouTube ambao kila siku unaona kwenye simu yako, na huenda unaangalia video nyingi sana kwenye simu, lakini hujui utapataje pesa. Nilipataje hizo pesa na hichi ni nini? Wewe ambaye unakijua sawa, lakini utajuaje kama utapata pesa kupitia hichi kidude? Sawa. Okay. Kitu cha kwanza kama nilivyosema, nawashukuru sana, mmenisupport vizuri kabisa, na leo na furaha nyingi. Najikuta siwezi hata kuongea mimi kama mimi. Mmezoea kuniona mimi naongea hata bila daftari, lakini kutokana na furaha yangu ambayo ninayo kupitia kazi yangu ambayo naifanya hivi sasa, imeendelea kunipa mafanikio mazuri, basi nashindwa hata kuongea sana. Ndio maana nimeandaa daftari. Okay. Kitu cha pili ambacho ni kizuri ambacho napenda kuwaambia, nataka niwaambie tu kweli kwamba YouTube ni ngumu sana. Leo bwana, nimekuja mbele zenu, mbele ya kamera na kuna mambo machache ambayo ni makubwa na ambayo ukiyafahamu pia wewe yanaweza kukusaidia na kuweza kufikia ndoto zako kupitia safari ya YouTube. Mambo haya ni haya. Cha kwanza, watu wengi tunaona watu waliofanikiwa kupitia YouTube na sisi tunatamani tufanikiwe kupitia YouTube, lakini kuna mambo ambayo yanafanya tushindwe kutimiza ndoto zetu, na mwisho wa siku tunaanza safari afu tunaacha kabisa. Jambo la kwanza ni subscriber wachache, jambo la pili watch time ndogo, na jambo la tatu ni pesa. Bwana, safari ya YouTube si ndogo, ni safari ambayo inahitaji kuwa na pesa. Ni safari ambayo inahitaji kuwa na idea, uwe na idea ya content, na ni safari ambayo yani uwe na simu angalau hata ni nzuri, ukirekodi video inaonekana vizuri, quality. Vitu kama hivyo vinatukwamisha sana. Na kingine, mtu anaanza safari ya YouTube unakuta anajua kila kitu, labda watch time anao, subscriber anao, katimiza vigezo, lakini kinachoja kumkwamisha ni sheria za YouTube. Unakuta mtu labda ana subscriber 10k, mwisho wa siku YouTube wanamfungia channel, anabaki hana hata subscriber moja. Unaonaje hiyo? Inauma. Sije kukukuta, ombe sikukute kabisa. Hiyo ni kitu ambacho inauma, afu ukute YouTube yako ilikuwa inaingiza pesa. I say ni kitu ambacho kinaumiza sana wengi. Leo bwana, kuna mtu ambaye anaitwa Teacher Sauti Asifa. Huyo bwana ni mwalimu mzuri hapa YouTube.
ni mmoja wa mtu ambaye ana channel kubwa ya watu ambao wapo Tanzania wanaofundisha tech kwa Kiswahili. Ule mwamba basi na yeye kwenye chati kidogo yupo, maana channel yake inaenda sana na pia mafunzo yake ni mazuri na anapendwa na watu wengi. Na pia huyo mwamba katuonesha kabisa kashika pesa na kapokea pesa kupitia YouTube. Kuna watu wengi hawaamini. Itakuwaje? Kuna ukweli je kwenye swala la kupokea pesa? Mtu anasema hapana. Ni kweli YouTube bana, unaweza kupata pesa, na kama unamfuatilia Teacher Sauti ya Sifa, sikudanganyi wala sikufichi. Unaweza ukapokea pesa endapo utafuata sheria na vitu ambavyo anakufundisha. Ukweli kabisa. Kwa majina ndo kama mimi naitwa Bande, lakini channel yangu inaitwa Bande Media. Naombeni bwana muende hata kwenye search Bande Media, muweze kusubscribe channel yangu pamoja na channel ya mwalimu wangu Teacher Sauti ya Sifa. Naamini Mungu atawabariki sana na muwe na siku njema. Pesa mtandaoni na kupa maarifa, simu mkononi ndiyo silaha yako. YouTube kama hujakaza buti hauwezi kupata pesa. Matokeo yake utakuwa unazalilika kila iitwapo leo. Unazalilika na kina nani? Unazalilika na ndugu jamaa na marafiki ambao wanakuzunguka pande zako ambazo upo, kwa sababu utakuwa uwezi kushika pesa mkononi, alafu wao hawezi kukuona kama upo kazini kwa sababu uwezi kushika pesa. Matokeo yake sasa, watu kama washiki pesa na bado wanazalilika, watu wanafikia hatua ya kuuza channel. Ukiingia YouTube kama ukiingia Facebook kama unavyoona hapo kwenye screen yako, watu wanauza channel. Watu wengi sana wanauza channel kama hizo ambazo unaona hapo kwenye screen yako. Watu wanauza channel kila kukicha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajapanga mpango mkakati wa kuanza kupata pesa, ama hawajafuata vigezo fulani, ama channel zao zinahitajika kupangwa sehemu hii, ipangwe hivi, wafanye vitu hivi ili waweze kupata pesa na wazishike mkononi. Hawajafanya hicho kitu. Hawajafanya kwa sababu gani? Kwa sababu hawajui. Sasa vitu hivi ambavyo huvijui, ama vitu ambavyo umekuwa ukichanganyikiwa unawezaje kuvipata? Mimi naweza kuvifanya na navijua, na ndio maana nimepata pesa mkononi, na ndio maana namba yangu ya simu inapita hapo kila muda, kwa sababu ya kunitafuta. Unanitafuta tu WhatsApp. Kwa hiyo nipende kuambia kwamba YouTube ni ngumu sana. YouTube ni ngumu hasa kwa wale ambao wanafanya music. Wao wanafanya music. Music haiwezi kukupa faida mpaka pale ambapo utalipwa na mtandao. Lakini wakati unalipwa na mtandao, huwezi kupata pesa katika mtandao. Yaani tuchukulie mfano kwamba music ni kitu ambacho kupata pesa kwa mtandao ni ngumu sana. Wala usiwaambie kwamba mimi nafanya kazi YouTube. Wewe fanya kazi YouTube, unafanya kazi zako zingine. Lakini pia kitu cha pili ambacho watu wengi sana wanakipenda ni maigizo. Maigizo bwana, pia nayo huwezi kupata pesa nyingi kwenye maigizo. Tuseme wameangalia watu 10,000 video moja. Sawa, video yako moja imeangaliwa na watu 10,000, alafu umepata $8. Alafu unakuta mimi mafunzo kama haya, video yangu imeangaliwa na watu 100, nimepata $5. Hebu jifikirie tofauti. Watu 10,000, yani view 10,000 nimepata $10. Alafu mimi na view 100 nimepata $5. Okay. Twende kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu, jinsi pesa inavyoingia kutoka huko YouTube. Hapa nazungumzia New York. YouTube makao makuu yake yapo New York. Yes, mimi ni teacher, kwa hiyo naongea na jinadi kama hivi na naongea vizuri kabisa. YouTube makao yake makuu yapo New York, nchi ya Marekani. Sasa pesa imetoka kule mpaka kunifikia hapa. Tuanze hatua ya mwanzo kabisa hadi nilipopata pesa mkononi. Kama unavyoona hapo kwenye kioo chako. Mwanzo kabisa ilikuwaje? Mwanzo kabisa YouTube inakuhitaji upate subscribers 1,000. Na maanisha watu wanaokufuatilia. Hii umeshaisikia sana kwa sababu watu wengi wanaishia hapo. Sitaongea sana. Lakini pia pili, upate masaa 4,000. Video zako zitakazotazamwa ziwe zimefisha masaa 4,000 zote kwa ujumla. Hapo utaingia kwenye mfumo wa kuapply, sio mfumo wa malipo. Mfumo wa kuapply. Hapa kwenye kuapply, kama YouTube channel yako itakuwa haifuati vigezo na masharti, hautaweza kupata pesa mkononi, ama hautaweza kuingia kwenye mfumo wa malipo. Hapo kwenye kuapply tu utaishia hapo. Kama mimi nifikishaga vigezo vya YouTube, labda nifikishaga view 3 ama 1,000,000 kwenye video shoot zangu ambazo nazifanya, nikafikisha subscribe 1,000, nikaingia kwenye mfumo wa malipo na nikaanza kulipwa, nikaanza kuapply mfumo wa malipo, lakini nikakosa pesa.
ama nikakosa kuingia kwenye mfumo wa kupata pesa, hapo utaishia. Lakini kingine, ukishakamilisha vigezo kwa kubaliwa kutafuta hivyo vigezo, utahitajika utafute $10. $10 ni sawa na shilingi 30,000 na ama 25,000 kwa pesa taslimu ya dola za Kimarekani 25,000. Sawa. Hizi $10 zitakusaidia wewe kuweka ama kuapply mfumo mwingine ambao unaitwa AdSense. AdSense ni kama hii. Hii inaitwa AdSense. Hii AdSense inatoka Marekani lakini imenifikia hapa. Tunaenda kidogo kidogo. Hii AdSense ukiwa na $10 utaiapply. Utaiapplyje? Ukiwa na $10 utatakiwa ujaze address line yako, yani unatokea wapi, unaishi wapi, lakini unafanyaje. Lakini mara nyingi watu sasa hivi wanatumia PO Box. Hapa anamaanisha sanduku la posta. Vyote hivyo nimeshafundisha, kwaona kugusia tu hapo. Ukisha apply hivyo, hii address line itakufikia kupitia yani hii AdSense, Google AdSense itakufikia kupitia PO Box ambayo umeiweka wewe kwenye simu yako. Sio, umenielewa hapo? Kwa ikishakufikia hii, humu ndani inakuwa ina pin. Hizi pin za kuhitajika uverify sehemu fulani ama uziweke sehemu fulani ili account yako iwe verified. Baada ya hapo utaruhusiwa pia kuweka kadi yako ya benki. Lakini mara nyingi wanakushauri kwamba ufikishe $100 ndio weke kadi yako ya benki. Ukishaweka kadi yako ya benki sasa utakuwa na uhakika wa kupata pesa. Lakini hiyo kadi yako ya benki pia inatakiwa ujaze Swift code, yani unatakiwa ujaze Swift code, unatakiwa ujaze vitu fulani ambapo hii video pia ya kuweka kadi ya benki kwenye YouTube nimeshaifundisha. Kwa hiyo link nimekuwekea hapo chini. Kwa hiyo utaibonyeza tu hiyo na utaenda kujifundisha jinsi ya kuweka kadi ya benki kwenye YouTube ili uweze kupata pesa zako zikufikie popote ulipo. Baada ya hapo sasa utatakiwa usubirie kiwango chako kifike $100. Kikifika $100, hizo $100 zinaweza kukaingia kwenye akaunti yako ya benki ambayo utakuwa umeiweka. Unaweza kuwa umetumia NMB, NBC ama umetumia kitu chochote, lakini mimi natumia hii wanaita NBC. NBC ndio ambao natumia ticha wako Sauti ya Safe. Sijakwambia kwamba uende NBC. Uenda NBC na NMB na CRDB zinatofautiana. Mimi natumia NBC lakini wanasumbua sana. Kwa hiyo tafuta nyingine ambao unaiona. Yoyote ile inaweza kwenda ila kutokana na Swift code. Ukiingia hapo kwenye jinsi hapo chini nimekuwekea link jinsi ya kufungua akaunti ya benki kwenye YouTube utaona. Kwa hiyo sasa ukishafikisha $100 utakuwa na hakika wa kupata pesa zako kwenye benki. Pesa zako kwenye benki zitakujaje? Zitajikeshi zenyewe kutoka AdSense kwa sababu kadi ya benki unaweka AdSense. Yaani pesa zinatokea kwenye viewers, zinaingia YouTube. Zikishaingia YouTube kila tarehe 11 zinaenda kwenye AdSense. Kila tarehe 21 zinakuwa zimetumwa kwenye benki. Kila tarehe 22 zinakuwa zimeshafika kwenye benki. Kila tarehe 23 jioni zinakuwa zimeshafika kwenye mfumo wa kutoa pesa zako kwenye kadi yako. Yaani unakuwa unazitoa kwa njia ya kawaida kama nilivyozitoa mimi. Hivyo ndio jinsi ambavyo tunaweza tukapata pesa kupitia YouTube. Sasa twende kwenye kitu cha tatu ambacho nimekuandalia. Kitu cha tatu ambacho nimekuandalia ni kizuri sana kwa content creator ambao unafanya kazi ya films, lakini pia unafanya kazi ya music na kazi zingine ambazo hazihusiani na mafunzo, ama content zako zinakuwa sio zile content za juu sana ambazo zinaweza kuingiza pesa nyingi kwa viewers ndogo, hasa wale wa film pamoja na music. Kwa kitu cha tatu ama cha nne ninachokuambia sasa, nimefungua program ambayo inaitwa Sauti ya Sifa AdSense program. Wewe ukiwa na $5 unaweza kuzitoa kupitia YouTube. Unaweza kuzitoaje? Hiyo video nimekuwekea hapo chini. Ukikubaliana nayo, nitafute WhatsApp. Napenda kuita WhatsApp lakini ni WhatsApp. Kwa namba ambazo zinapita hapo juu. Andika Google AdSense YouTube ama Sauti ya Sifa program. Sauti ya Sifa AdSense program. Utakuwa umejiunga moja kwa moja na hiyo program. Hata ukiwa na $5 zitatoka na zitakufikia hapo ulipo kupitia mimi. Kitu cha msingi kabisa cha mwisho napenda kuambia kwamba kama unataka kupiga kazi ya YouTube, hakikisha una kazi nyingine ya kufanya. Kama utakuwa una kazi nyingine ya kufanya, YouTube itakupoteza. Hasa kwa wewe ambaye unamiliki account ama channel ambazo zinahusika zaidi na masuala tuseme na masuala ya music lakini pia ya film. Kama utakuwa unahusika na masuala ya film na masuala ya music, basi huwezi kupata pesa katikati, utatakiwa usubirie mpaka pesa zitakapotoka. Kama ulikuwa unafanya kazi yako ndo kamili, utakufa njaa. Tafuta kazi nyingine, YouTube iwe kama vile kipato kingine kabla kija kipato kikubwa. Kikiwa kipato kikubwa, wewe umetoboa. Wewe unaniangalia sasa hivi. Kama kwa unafuatilia YouTube vizuri na ikawa kipato kikubwa, wewe umetoboa. Kina Ndaro, kina Cram. Tunaona dunia sasa hivi inapiga viewers milioni 1, milioni 2. Menko anapiga viewers milioni 1, milioni 2. Katika viewers 100,000 unakuwa umepata 300,000.
Yaani wewe umepata viewers 100,000 ila kwako kwa dola yako ya Kitanzania 300,000. Niambie katika viewers 1,000,000 utakuwa umepata milioni ngapi? Na milioni ngapi je? Katika mwezi mzima anatoa kipande kimoja ama vipande vingi? Hapo utakuwa umeshajua nini nakimaanisha. Cha kumalizia kabisa ni naye mtu mmoja ambaye anaitwa Bande Media. Bande Media atakwambia ugumu wa YouTube, lakini pia na yeye anahitaji kumfuata katika channel yake kwa sababu na yeye anahusika na masuala ya mafunzo, hasa yeye anatumia masuala mengi ya program za software, anamaanisha program za kompyuta. Mimi natumia simu sana kwa sababu watu wengi sana mna simu. Siwezi nikatumia kompyuta afu watu wengi mna simu. Mimi nahitaji kuchukua wa chini niwapandishe juu. Sitaki kuchukua wale wa juu. Mtu ambaye ana kompyuta ni ule wa juu ama wa katikati. Simuhitaji na kutaka wewe wa chini tuende wote huko juu. Mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa, kama unavyosoma hapa kwenye shati. Picha Sauti ya Sifa nimejipanga. Video ambazo zinafuata jinsi ya kutumia stand kama hii. Hii stand ni bora sana kwa wewe content creator. Lakini pia video nyingine ambayo inafuata jinsi ya kutumia mic kama hii ambayo unanionea hapa. Hii ni mic ya kisasa sana. Kameramani wangu wote wanaangalia ama wanaona, yani nazungumzia kwamba wananisikiliza ninachoongea live kabisa kwa wananirekodi. Wananisikilizaje sasa? Usikose video ambazo zinakuja hapo mbele. Mimi ni Teacher Sauti ya Sifa. Kameramani wangu hapo ni Shairi pamoja na Chazi. Wakiwa kama makameramani kama ambao unaona hapo kwenye screen. Mimi nikutakia utazamaji mwema wa video zingine. Hakikisha unajiunga na mimi kwenye AdSense Partner Program. Hapa nazungumzia Sauti ya Sifa AdSense Program. Bye. YouTube ni pesa kidogo za YouTube, na hii ni safari ambayo tumeanza. Ni YouTube. Thank you so much. Wewe hela hizi. Ni gani? Mimi nisaidie kwa. Ninashika hela ovyo. Mtoto leta hiyo. Hizi hela zote zimehesabiwa, wewe mtoto acha wizi. Hela zimetoka YouTube, zimeshahesabiwa. Kijana anataka kuiba hela na wakati zimetoka YouTube. Hela zimeshahesabiwa, unataka kuiba. Aisee, wewe ulilipuka zilipotaka kupeperuka. Kameramani. Mafao ya YouTube. Ni mwezi mgumu afu YouTube. YouTube. Panga sijafanya chochote kwa ajili ya kuonyesha wewe ambaye huwa unakata tamaa mapema, ambaye huwa unafanyaje, unaacha usije kufanyaje. Sawa bwana. Sawa. Amna nyingine. Hivi tungetoa zote singekuwa unyama sana eti. Kwa unyama sana. Sema ukitoa zote unaweza kukabwa, msimu mgumu unakabwa na baki unalia, toba jamani sijazipata. Dubai.